الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 13 ya mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 ميلادية. يقول الشيخ رحمه الله: قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. Nguzo zake ni 6, nguzo za imani ni 6. Tulielezea wiki iliyopita almartabatu thania ya dini hii, al-iman, ni imani. Tukasema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. tukaelezea imani na maelezo kamili ya imani. Leo Sheikh anaelezea nguzo za imani 6. Qala: wa arkanuhu 6, nguzo za imani ni 6. An tu'mina billah, nguzo ya kwanza kumwamini Allah, wa malaikatihi, nguzo ya pili kuamini malaika wake, wa kutubi, nguzo ya tatu kuamini vitabu vyake, wa rusuli, nguzo ya 4 kuamini mitume wake, wal yawmil akhir, nguzo ya 5 kuamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, nguzo ya 6 wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, kuamini qadar, makadirio ya Allah, khairi zake na shari zake. Hizi ndio nguzo za imani 6. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah: al-imanu yatakawwanu min arkanin wa shu'ab, fama al-farqu bainahuma. Imani inafanyika kutokana na nguzo na shu'ab. Fama alfarqu bainahuma, nini farq baina arkan na shu'ab? Qala aljawab: alfarqu anna alarkana la budda minha. Farqa ni kwamba hizi nguzo hakuna budi nazo, lazima kuzijua na lazima kuziamini. Alfarqu anna alarkana la budda minha, farqa ni kwamba hizi nguzo hizi 6 hakuna budi nazo, lazima kuzijua na kuziamini. Fa idha zala wahidun minha zala al-iman, ikiondoka moja katika nguzo hii imani yote imeondoka. Fa idha zala wahidun minha zala al-iman, ikiondoka moja katika nguzo hizi imani imeondoka yote. Lianna shay'a la yaqumu illa ala arkani, sababu kitu hakisimami isipokuwa kinasimama juu ya nguzo zake. Fa idha fuqida ruknun min arkani shay'i lam yatahaqqaq, ikikosekana nguzo moja katika nguzo za kitu, kitu hicho bado hakijakuwa na uhakika. Kwa hiyo ndio nguzo za imani, ni lazima kuziamini zote. Mtu akikosa kuamini moja tu, basi imani yote inaondoka, hana imani kabisa. Qala: wa amma ash-shu'ab fa innaha mukammilat, ama hizi shu'ab, hizi ni vikamilishi vya imani. La yazulu al-imanu bizawali shay'i minha, imani haitaondoka kwa kuondoka kitu kimoja katika hizi shu'ab za imani.
lakinnaha mukammilat, lakini hizi ni vikamilishi vya imani, imma wajibat au mustahabbat, ima ni mambo ya wajib au ni mambo ya sunna ambayo ni vikamilishi vya imani. Falwajibatu likamali al-imani al-wajib, mambo ya wajib, mambo ambayo ni wajib ni ya kukamilisha imani ya lazima. Walmustahabbat likamali al-imani al-mustahabbi, na vitu vya sunna, mambo ya sunna ni ya kukamilisha imani ya sunna. Ndio farqa baina arkan na shu'ab. Arkan ni nguzo za imani ambazo hakuna budi nazo, ikikosekana moja imani yote inaondoka. Ama shu'ab, hizi sehemu za imani tulizosema ni zaidi ya 70, hivi ni vikamilishi vya imani. Kuna nyingine ni wajibat na nyingine ni mustahabbat. Qala fa idha taraka almuslimu shay'an min alwajibat, muislamu akiacha jambo moja katika mambo ya wajib, au faala shay'an min almuharramat, au alifanya jambo moja katika mambo yenye kuharamishwa, fa innahu la yazulu imanuhu bilkulliya, hapo haitaondoka imani yake yote. Kwa kuacha moja katika wajibat au kwa kufanya jambo lililoharamishwa moja, haiondoki imani yake yote. Inda ahli sunnati wal jamaa, hii ni kwa ahli sunna wal jamaa. Walakin yazulu kamaluhu alwajib, lakini unaondoka ukamilifu wake wa wajibu wa imani, unaondoka. Imani yake haitakuwa kamili. Ina maana hivyo, imani yake haitakuwa kamili kwa kuacha moja katika wajibat au kwa kufanya moja katika mambo yaliyoharamishwa. Imani yake itapungua, haitakuwa kamili. Tumeelewa? Qala fayakunu naqisal imani au fasika, anakuwa huyo ni mpungufu wa imani au anakuwa ni asi, anakuwa ni mpungufu wa imani. Mtu amewacha moja katika mambo ya wajibati au akafanya moja katika mambo yaliyoharamishwa, akafanya dhambi hiyo, huyu anakuwa si mkamilifu wa imani, inakuwa imani yake imepungua. Idhan fayakunu naqisal iman au fasika, anakuwa huyu anaitwa mpungufu wa iman au anaitwa fasik, asi. Kama lau shariba alkhamra au saraka au zana au faala shay'an min alkabair, kama lau alikunywa tembo au mtu aliiba au alifanya uzinifu au alifanya moja katika madhambi makubwa, urongo, kusengenya, kutia fitna, alifanya moja katika madhambi makubwa, hadha yakunu fa'ilan limuharramin wa kabiratin min kabairi dhunub, huyu anakuwa ni mwenye kufanya jambo lenye kuharamishwa na amefanya moja katika madhambi makubwa. Lakinahu la yakfuru bidhalik, lakini hawi kafiri kwa kufanya hilo, hawi kafiri kwa kusema urongo, hawi kafiri kwa kuiba, hawi kafiri kwa kufanya zina. Wala yakhruju min al-iman, wala hatoki katika imani, bali yakunu fasika, anakuwa huyu ni asi, anakuwa anaitwa ni asi huyu. Wa yuqamu alayhi alhaddu in kanat almasiyatu dhata haddin, atasimamishiwa haddi ikiwa maasi aliyofanya yana haddi. Kama hiyo kuiba, kuna haddi ya kukatwa mkono; uzinifu, kuna haddi ya kupigwa mawe mpaka afariki. Ikiwa maasi hayo yana haddi, atasimamishiwa haddi ikiwa nchi inatekeleza sheria hizo za Kiislamu. Qala wakadhalika man taraka wajiban, vile vile aliyewacha jambo la wajib pia anakuwa ni mpungufu wa iman, si mkamilifu wa iman, na anakuwa ni asi. Kama taraka birra alwalidain,
kama mtoto aliyewacha kuwafanyia wema wazazi, mtoto hawafanyii wema wazazi, amewacha jambo la wajibu, huyu ana madhambi, lakini madhambi yake hayo yanapunguza imani yake. Si kwamba ni hana tena imani kabisa, hapana, imani yake imepungua na anakuwa ni asi kwa sababu amewacha jambo la wajibu. Au silatal qaraba, au aliwacha kuunga jamaa zake, aliwakata jamaa zake, huyu pia amewacha jambo la wajibu la kuunga kizazi. Hadhihi wajibat, haya ni mambo ya wajibu. Kuwafanyia wema wazazi mtoto ni jambo la wajibu, mtu kuunga kizazi chake, jamaa zake, ni katika mambo ya wajibu. Akiwacha moja katika haya, haambii kwamba hana imani tena, imani yake yote imetoka, la, anaambiwa huyu ni mpungufu wa imani kwa sababu amewacha vikamilishi vya imani. Tunasema hapa Sheikh, faman tarakaha naqasa imanuhu, anayewacha hayo imani yake imepungua. Wa kana asiyan bitarki alwajib, na anakuwa ni asi kwa kuwacha jambo hili la wajib. Fayakunu asiyan, anakuwa ni asi, anakuwa anaitwa asi, amemuasi Allah, imma bitarki alwajib wa imma bifi'li muharram. Anakuwa ni asi ima kwa kuacha jambo la wajib au kwa kufanya jambo lenye kuharamishwa. Anakuwa ni asi, mpungufu wa imani. Wa ala kulli halin la yakhruju min al-iman, kwa kila hali huyu hatoki katika imani. Wa inna ma yakunu mu'minan naqisa al-iman, isipokuwa huyu anakuwa ni mu'min mpungufu wa imani, si mkamilifu wa imani, kwa sababu amewacha wajib au amefanya moja katika madhambi makubwa. Huyu anakuwa ni mpungufu wa imani, si mkamilifu wa imani. Tumefahamu? Hadha madhhabu ahli sunna wal jamaa, hii ndio madhehebu ya ahli sunna wal jamaa, khilafan lil khawarij wal mu'tazila, kinyume cha khawarij na mu'tazila, alladhina yukaffiruna murtakiba al-kabira. Khawarij na mu'tazila ambao wanamkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa. Hawa vikundi hivi dhalla vinamkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa. Anayesema urongo ni kafiri, anayesengenya kafiri, kila anayefanya dhambi kubwa kwao ameshatoka katika dini, ni kafiri. Pia ni mukhalladun fi nnar, hukumu yao mu'tazila na khawarij. Anaye muislamu akifanya dhambi kubwa, kwanza anakuwa kafiri, halafu anakuwa ni mwenye kuwekwa milele motoni, hatoki. Hii ni itikadi yao potofu hawa khawarij na mu'tazila. Qala wal mu'tazila yukhrijunahu min ad-din, mu'tazila wanamtoa mwenye kufanya dhambi kubwa, wanamtoa katika dini, lakin la yudkhilunahu fil kufri, lakini hawamtii katika ukafiri. Wa inma yaqulun huwa fi manzilatin baina manzilataini, mu'tazila wanasema huyu ameshatoka katika dini, lakini hawamuingizi katika ukafiri, isipokuwa wanasema huyu katika manzila baina almanzilataini, katika daraja baina ya daraja mbili. La huwa mu'min wala kafir, si mu'min wala si kafiri, si muislamu wala si kafiri. Hawa mu'tazila wanamuita hivyo huyo aliyefanya dhambi kubwa, wanasema yuko katika manzila baina almanzilatain, si muislamu wala si kafiri. Hadha madhhabuhum wa huwa madhhabun mubtada'un. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah asema hii ndio madhehebu hayo, madhehebu yao, na hii ni madhehebu yaliyozushwa. Hadha madhhabun mubtada'un, haya ni madhehebu yaliyozushwa, sio sawa wanavyoitakidi. Mukhalifu lil adilla, tena madhehebu yao yanapinga dalili nyingi. Wa mukhalifu lima huwa alayhi ahlu sunnati wal jamaa, madhehebu yao yanakhalif
ile madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Madhehebu ya Mu'tazila na Khawarij yako kinyume na madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa yaliyo na dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna, wanaosema kwamba anayefanya dhambi kubwa ni mpungufu wa imani, hajatoka katika Uislamu, ni mpungufu wa imani, ni asi. قال هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع. Mu'tazila na Khawarij haya ndiyo madhehebu yao na haya ni madhehebu yaliyozushwa, mukhalifun liladilla, yenye kukhalifu na kupinga dalili, wa mukhalifun lima huwa alayhi ahlus sunnati wal jamaa. Qala Sheikh hafidhahullah, wasababu fi dhalik, sababu ya hilo, sababu ya madhehebu hiyo ya Khawarij na Mu'tazila, taksiruhum fil istidlal, ni uzembe wao katika kuchukua dalili. Wanafanya uzembe katika kutolea dalili madhehebu yao hayo. Wanafanyaje? haithu akhadhu adillatal wa'id wa taraku adillatal wa'd. Hawa wamechukua dalili za makamio ya adhabu wakawacha dalili za ahadi ya rahma ya Allah. Wamechukua dalili za adhabu, za makamio ya adhabu, wataraku adillatal wa'di, wakawacha dalili za ahadi ya rahma ya Allah. Qala mithla qawlihi ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hadhihi min adillati alwa'd. Kwa hiyo wamewacha qawluhu ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah hasamehi kufanyiwa ushirikina. Mtu akifa na ushirikina wake Allah hamsamehe huyo. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na Allah anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina, liman yasha, kwa anayemtaka. Hii ni dalili ya ahadi ya Allah kwamba atamsamehe aliyena dhambi kubwa ambayo ni chini ya ushirikina. Hii ndio wadi, ahadi ya msamaha. Wamewacha hii aya inayothibitisha ahadi ya msamaha wa Allah kwa mwenye dhambi kubwa iliyo chini ya ushirikina. Qala hadhihi min adillati alwa'd, hizi ni katika dalili za ahadi ya msamaha. Ala anna al'asiya alladhi lam yasil ila haddi ash-shirki wal kufri annahu marjuun lahu al-maghfira. Ahadi yenyewe ni kwamba asi, mtu mwenye kumwasi Allah ambaye hajafikia daraja ya ushirikina na ukafiri, huyo anatarajiwa msamaha wa Allah. Biqaulihi ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa anayefanya dhambi kubwa ambayo haijafikia ushirikina na ukafiri, huyo anatarajiwa msamaha wa Allah. Wa muarradun lilwa'idi waluquba, lakini pia huyo anajisababishia makamio ya adhabu. Pia huyo anajisababishia makamio ya adhabu anayefanya dhambi kubwa. Tumefahamu? Qala Sheikh Al-Fawzan, fa idha jama'ta bayna qawlihi ta'ala wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, man akhadha bidhahiriha kaffara bil ma'siyati mutlaqa. Anayechukua dhahiri ya aya hii, aya inasema wa man ya'si Allah wa rasulahu, atakayemuasi Allah na mtume wake, fa inna lahu nara jahannam, huyo ana moto wa jahannam, khalidina fiha abada, hali ya kukaa milele humo katika jahannam. Wanaomuasi Allah na mtume wake watakuwa na moto wa jahannam, hali ya kukaa milele katika jahannam. Yakulu Sheikh, man akhadha bidhahiriha kaffara bil ma'siyati mutlaqa. Anayechukua dhahiri ya aya hii atamkufurisha mwenye kufanya maasi kwa hali zote. Lakini wa irraddaha ila qawlihi ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبين له الحق. Lakini akirudisha aya hiyo kwenye maneno ya Allah, Allah hamsamehe mwenye kufanyiwa, hamsamehe anayefanyiwa ushirikina. La yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe kufanyiwa ushirikina. Alafu akasema wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Hapa itambainikia haki, wa annahu la yakhruju min ad-din, na kwamba anayefanya dhambi chini ya ushirikina hatoki katika dini. Walakinahu mutawaadun binnar, lakini anakamiwa moto. Insha Allahu ghafara lahu wa inshaa adhabahu, Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Ndio hukumu yake. Inshaa ghafara lahu, Allah akitaka atamsamehe, wa inshaa adhabahu, na akitaka atamwadhibu. Hii ni kwa mujibu wa aya hii, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anamsamehe mtu mwenye dhambi kubwa chini ya ushirikina wa anayemtaka. Tumefahamu? Kwa hiyo Khawarij na Mu'tazila wamewacha aya hizi za ahadi za msamaha, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wamewacha aya hii, wamechukua aya ile fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Wamechukua aya hii wakawacha aya nyingine za ahadi za msamaha. Kuna aya nyingine za tauba wameziacha, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Wameziwacha aya hizi pia, umeelewa? Man taba taba Allahu alayhi, Mtume anasema anayetubia kwa Allah, Allah anamsamehe. Ndio maana imewekwa tauba, imewekwa tauba ili watu watubie wasamehewe madhambi yao. Sasa hawa wameacha pia aya za tauba. Khawarij na Mu'tazila wameziwacha aya hizi, wameshika aya hii tu, wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Sasa hizi aya nyingine nazo mbona mwaziwacha? Mnielewa? Ndio kosa lao hilo. يقول الشيخ الفوزان فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا, huwa yakamjia mambo yenye kufuta dhambi zake hapa duniani. Huyo aliyefanya dhambi kubwa, huyo aliyefanya dhambi kubwa, faqad yati alayhi mukaffiratin fi dunya, huenda akafanya vitu vinavyosamehe madhambi yake hapa duniani. Au adhabun fil qabri tukaffiru hadhihi sayiat, au adhabu katika kabri inafuta madhambi yake. Akiadhibiwa katika kabri, ile adhabu ya kabri inamfutia madhambi yake hayo aliyoyafanya. Qala wal mukaffiratu kathira, vitu vinavyofuta madhambi ni vingi. Wal mukaffiratu kathira, vitu vinavyofuta madhambi ya mtu ni vingi. Yubtala bi masaib, mtu anaonjwa kwa masaib, misiba. Amefiliwa na mpenzi wake, babake, mamake, mke wake, mtoto wake. Ni misiba hii, akisubiri anafutiwa madhambi. Mtu akisubiri kwa misiba anayoipata anafutiwa madhambi. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah akielezea malipo ya sabr. Kwa mtu akipata msiba anatakiwa asubiri, asilalamike, kwa nini nimefiliwa mimi? Hiyo ndio kulalamika itakiwi. Umeelewa? Kwa nini nimefiliwa mimi? Mbona wenzangu wana wazazi wao? Wazazi wao wako hai, mimi tu ndo wazazi wangu wote. Kwani wewe ufiliwi nini wewe? Mtume alifiliwa na wazazi wake, mchanga, mtoto bado mchanga. Wewe ukifiliwa kuna nini bwana? Subra ndio inayotakiwa. Mtu akifiliwa afanye subra pale pale,
innama sabru inda sadamati alula. Mtume anasema subra ni pale mwanzo tu unapopata msiba, uanze pale kusubiri, sio usubiri baada ya siku 4 baada ya siku 3 za msiba ndio uanze kusubiri. Hapana, pale pale msiba unapofikia tu unaanza subra pale pale. Kwa hiyo hivi ni kafirati, vinafuta madhambi. Misiba hii, matatizo, mtu anapata matatizo duniani, yale matatizo yanamfutia madhambi. Anasema yubtala biuqubatin fi dunya, mtu anaonjwa kwa adhabu hapa duniani, au yuadhabu fi qabrihi, au anaadhibiwa katika kabri yake. Yote hizi zinafuta madhambi yake. Au yuajjalu ila yaumi alqiyama, au anaakhirishiwa adhabu mpaka siku ya kiyama. Wayakunu tahta almashia, anakuwa huyu mwenye kufanya dhambi kubwa yuko chini ya kutaka kwa Allah. Nini maana tahta almashia? Inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Allah akitaka atamwadhibu kwanza, halafu amtoe katika adhabu amtie peponi, na akitaka atamtia peponi hata bila kumwadhibu, sababu hajafanya ushirikina, hajafanya ukafiri. Unaelewa? Ndio maana kaulihi ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa Khawarij na Mu'tazila wamewacha aya hizi zenye ahadi ya msamaha, aya hizi ambazo zina ahadi ya kwamba mtu akitubia anasamehewa madhambi yake. Wamewacha aya hizi zote, wameshikamana na aya hii ya adhabu, ambapo sivyo, ni makosa. Qala hadha madhhabu ahli sunnah wal jamaa. Hii ndio madhehebu ya ahli sunna wal jamaa, kwamba kuna vitu vingi vinavyofuta madhambi. Wa hadha huwa alfarqu baina ash-shu'abi wal arkan, na hii ndio farqa baina shu'abi al-iman na arkani al-iman. Arkanu al-iman 6, hakuna budi nazo, lazima kuzijua na kuziamini. Amma shu'abul iman, hivi ni vikamilishi vya imani. Vikamilishi vya imani, mtu akikosea moja anakuwa ni mpungufu wa imani. Lakini mtu akiacha nguzo za imani moja tu, nguzo hizi 6, akaamini nguzo moja tu, hana imani kabisa. Tumeelewa? Nguzo hizi 6, mtu amemwamini Allah lakini haamini mitume wake, huyu hana imani kabisa. Mtu anamwamini Allah na mitume lakini malaika hawaamini, huyu hana imani kabisa. Mtu akiwacha moja katika nguzo za imani 6, hana imani kabisa huyu. Lakini shu'abul iman, akifanya moja katika mambo ya haramu au akiwacha moja katika ya wajibati, ni mpungufu wa imani, imani yake imepungua, na ni asi huyu, si kwamba ametoka katika dini kama wanavyodai Mu'tazila na Khawarij. Maibadhi pia wana itikadi hiyo ya hawa Mu'tazila na Khawarij, ya kumkufurisha kila mwenye kufanya dhambi kubwa. Qala faman taraka shay'an min al-arkan fa innahu yakfuru, mwenye kuacha moja katika nguzo za imani huyo anakuwa kafiri. Moja tu katika nguzo za imani 6, akiwacha moja yakfuru, anakufuru. Man jahada at-tauhida wa ashraka billahi azza wa jalla hadha yakfuru li'annahu taraka ar-rukna al-awwal, mwenye kupinga tauhid akamshirikisha Allah na vitu vingine, huyo anakufuru kwa sababu amewacha nguzo ya mwanzo ya imani, al-imanu billah. Wa man jahada ahada ar-rusuli yakfuru, anayepinga mmoja katika mitume wa Allah anakuwa kafiri, li'annahu taraka ruknan min arkani al-islam, sababu amewacha moja katika nguzo za Uislamu. Mwenye kuacha moja tu katika nguzo hizi anakuwa kafiri. Wa man jahada ahada ar-rusuli yakfuru li'annahu taraka ruknan min arkani al-iman, amewacha moja katika nguzo za imani. Ipi? Wa rusulihi, kuamini mitume wake. Umefahamu? Na ndio maana manasara hawa mayahudi wamekufuru wote,
kwa sababu wamemkufuru nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamemkufuru Mtume Muhammad, kwao ni makafiri. Hata kama wamemwamini Nabii Musa na Isa, haitoshi. Lazima kuamini mitume wote wa Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Anayemkufuru mtume mmoja ndio amewakufuru mitume wote. Idhan waman jahada ahada ar-rusuli yakfuru liannahu taraka ruknan min arkani al-iman. Ukakuna wameandika imani au Islam? La, iman. Ameacha moja katika nguzo za imani ambazo ni liimanu bi rusul. Waman jahada al-malaikata yakfuru, pia mwenye kupinga malaika anakufuru. Anayepinga malaika kwamba hakuna malaika, hakuna malaika wa Allah, huwa anakuwa kafiri. Kwa sababu gani? Amepinga moja katika nguzo za imani sita, wal imanu bi malaikatihi, kuamini malaika wake. Qala wa yakhruju min al-milla, anatoka katika dini kabisa huyu anayekufuru malaika. Vipi malaika Allah amewataja katika Qur'ani, mtu anakufuru kwamba hakuna malaika? Hakuna vipi na Allah amewataja katika Qur'ani? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Utapinga vipi malaika? Kwa anayepinga malaika anakuwa kafiri na anatoka katika dini. Man kafara bil ba'th, anayekufuru kufufuliwa pia anakuwa kafiri. Ni moja katika nguzo za imani. Al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho ni kuamini kufufuliwa. Kwa anayepinga kufufuliwa ni kafiri. Na makafiri ndio wanaopinga ba'th. Makafiri wanapinga kufufuliwa. Yaqulu ta'ala za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Walidai makafiri kwamba hakuna kufufuliwa. Waambie kwa nini? Na hapa kwa Mola wangu mtafufuliwa, kisha mtaambiwa yale mlioyafanya, kisha mtalipwa. Bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kisha mtaelezewa yale mlioyafanya duniani. Wadhalika 'ala Allahi yasir, na hayo kwa Allah ni mepesi tu. Kwa anayekufuru kufufuliwa huyu anakuwa kafiri. Anayepinga kufufuliwa ni kafiri. Au jahada aljannata au an-nara, au alipinga pepo, au alipinga moto, au alipinga sirat, au mizan, au shay'an mimma thabata min umuri al-akhirah, au moja katika mambo yaliyothubutu yatakayothubutu katika mambo ya akhira, alipinga moja katika hilo, fa innahu bidhalika yakfuru. Kwa kupinga huko mtu anakuwa kafiri, liannahu ankara ruknan min arkani al-iman, kwa sababu amepinga moja katika nguzo za imani, ambao nini? Al-imanu bil ba'thi, kuamini kufufuliwa yanaingia yote haya: kuamini pepo, kuamini moto, kuamini sirat, kuamini mizan, kuamini hisab, kuamini jaza, yote yanaingia katika al-imanu bil yawmil akhir. Kadhalik man jahada al-qadara, vile vile anayepinga qadar, makadirio ya Allah. Waqala al-amru unufun, akasema mambo yametokea mapya tu. Walam yasbiq qadarun min Allah, haikutanguliwa na qadari ya Allah. Innama hiya almusadafa wal umuru bisudfa, isipokuwa mambo yametokea kwa ghafla. Anayesema hivyo pia huyo amekufuru, sababu amepinga moja katika nguzo za imani sita, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Kuna kikundi kinaitwa qadariya, hawa wanapinga qadar. Wanapinga qadar ndio wanaosema al-amru unufun lam yasbiq qadarun min Allah, mambo yanatokea tu bila kutangulia qadari ya Allah. Mambo yote yanayotokea yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu, mapya, Allah hata hajui. Wanaopinga qadar wanapinga ujuzi wa Allah,
wanapinga kuumba kwa Allah, wanapinga maandishi ya Allah, wanapinga mashiatullah, kutaka kwa Allah. Mambo haya manne yanaingia katika qadar. Kwa anayepinga qadar anapinga ilmu Allah, ujuzi wa Allah, anapinga maandishi ya Allah katika lauhil mahfudh, anapinga kutaka kwa Allah, pia anapinga kuumba kwa Allah. Kwa hao ndio wanaosema qadaria al-amru unufun lam yasbiq qadarun min Allah inma hiya al-musadafa wal umuru bis-sudfa wa laysa hunaka qadar. Wanasema hivyo hakuna makadirio ya Allah, wakati aya nyingi katika Qur'ani Allah anathibitisha kwamba kuna qadar. Qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, si kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Kwa hiyo qadar ni lazima kuamini qadari ya Allah. Jambo lolote linalotokea, lililotokea, litakalotokea, yote yameshakadiriwa na Allah azza wa jalla. Ndio maana kuna suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nini lailatul qadr? maana yake usiku wa makadirio. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Hii ndiyo siku ya makadirio ya Allah. Anakadiria atakokuwa siku fulani, wakati fulani, kutatokea jambo fulani, ndio ikaitwa lailatul qadr. Idhan hawa wanasema laisa hunaka qadarun kama yaquluhu ghulatul mu'tazila, kama wanavyosema hao wale waliopetuka mpaka katika mu'tazila. Fa innahu yakfuru aidha, anayesema hivyo anakufuru pia. Anayesema kwamba hakuna qadar liannahu jahada alqadar, sababu huyu amepinga qadar. Hizi ni nguzo za imani sita. Mwenye kuacha moja tu akaikufuru moja tu hana imani kabisa. Amma man taraka shay'an min ash-shu'ab, ama aliwacha moja katika hizi shu'abul iman, fa inna hadha yanqusu imanuhu, huyu imani yake inapungua. Imma yakunu naqsan likamalihi alwajib, ima anakuwa ni mpungufu wa ukamilifu wake imani uliowajib, au naqsan likamalihi almustahabbi, au pungufu wa ukamilifu wake wa sunna. Lakinahu la yakfuru bidhalik, lakini hakufuru kwa hilo. Hii ndio farqa baina arkan na shu'abil iman. Arkanul iman na shu'abil iman. Arkan lazima zote kuziamini sita, lazima kuziitakidi na kuzijua. Ama shu'abul iman, mtu akifanya moja hatoki katika imani, anakuwa ni mpungufu wa imani. Aidha akifanya muharram au akiwacha wajib, anakuwa ni mpungufu wa imani, bado imani nyingine anayo. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وما دليل الزيادة والنقصان في الإيمان. nini dalili ya kuzidi na kupungua kwa imani? Tumesoma katika taarifu ya imani, maelezo ya imani. Al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman. Haya ndio maelezo ya imani. Imani ni kusema kwa ulimi na kuitakidi moyoni na kufanya amali njema kwa viungo. Inazidi imani kwa kufanya taa, kwa kumtii Allah, na inapungua imani kwa kumwasi Allah. Sasa nini dalili ya ziada, kuzidi kwa iman na kupungua kwa imani? Qala amma dalilu ziyada faqawluhu ta'ala: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Aya pili ya suratul Anfal, Allah anasema hakuna vingine, waumini ni wale ambao anapotajwa Allah huogopa nyoyo zao. Waumini ni wale ambao idha dhukira Allahu, anapotajwa Allah, wajilat qulubuhum, huogopa nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, wakisomewa aya zake waumini hao, zadatuhum imana,
aya zake huwazidishia imani. Wakisomewa Qur'ani inawazidishia imani, hao ndio waumini wakamilifu wa imani. Fadalla ala anna al-imana yazidu bisama'i al-Qur'an. Kauli hii ya Allah inafanya dalili ya kwamba imani inazidi kwa kusikiliza Qur'ani. Dalili nyingine wa qawluhu ta'ala wa idha ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Wakiteremshiwa sura, kuna katika wao wanaosema, nani katika nyinyi sura hii imemzidishia kuamini? Fa amma alladhina amanu, ama waliwaumini, fazadatuhum imanan, sura hiyo imewazidishia kuamini, wa hum yastabshirun, na hali wao wanafurahika. Fadalla ala anna al-imana yazidu binuzuli al-Qur'ani wa sama'ihi wa tadabburihi. Kauli hii ya Allah ni dalili kuwa imani inazidi kwa kushuka Qur'ani na kusikiliza Qur'ani na kuizingatia Qur'ani, kama fi qawlihi ta'ala wama ja'alna ashaban nari illa malaika wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Hatukuwajalia wasimamizi wa moto isipokuwa ni malaika. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika, hatukuwajalia wale wasimamizi wa moto isipokuwa ni malaika. Malik ni katika wasimamizi wa moto, ni malaika. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, hatukujalia idadi yao isipokuwa ni majaribio kwa wale waliokufuru. Liyastayqina alladhina utul kitab, ili wawe na uhakika wale waliopewa kitabu. Wayazdada alladhina amanu imana, na ili wazidi wale walioamini wazidi imani. Fadalla ala anna al-imana yazidu bit-ta'ati wat-tasdiq. Kwa aya hii ni dalili pia wa imani inazidi kwa taa na kumsadiki Allah. Wa amma an-nuqsanu fa inna kulla shay'in yazidu fa innahu yanqusu. Ama kupungua, nini dalili ya kupungua? Nasema kila kitu kinachozidi kinapungua, kila kitu kinachozidi kinapungua. Ay kullu shay'in qabilun liziyada fa innahu qabilun linnaqsi. Hadha min nahiya, kila kitu ambacho kinakubali ziada pia kinakubali upungufu, kama kinavyozidi pia kinapungua. Hadha min nahiya, hii kwa upande fulani. Kwa dalili za kuzidi imani ni hizi ndio dalili za kupungua. Ikiwa imani inazidi kwa taa, pia inapungua kwa maasi. Tumefahamu? Mtu kila anavyozidisha taa, kumtii Allah, sala, adhkar, siyam, nini, imani yake inazidi. Na kila mtu anavyopunguza hivyo ndivyo imani yake inavyopungua. Kama vile inavyozidi kwa taa, pia inapungua kwa maasi. Moja katika vikundi la Murji'a wanasema imani haizidi wala haipungui. Hata ukifanya maasi makubwa gani, we uzini, uwe, uje tembo, usengenye, imani yako kama ya Abu Bakar as-Siddiq. Hao ni Murji'a wanasema hivyo, itikadi potofu. Unaelewa? Wanasema hivyo. Kila utakalofanya we, imani yako iko pale, iko juu kama Abu Bakar. Fanya mchezo hao fanya mchezo sana, fanya mchezo na Abu Bakar as-Siddiq yao. Kwa hiyo hii ni imani potofu ya hao Murji'a. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. دليل nyingine ya ziyadatul iman, maneno ya mtume katika hadithi sahih, inna Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة يقول
akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama, akhriju minan nar, watoeni katika moto, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, mtoeni katika moto mtu ambaye katika moyo wake kuna punje ndogo ya khardal, katika moyo wake punje ya iman, wizani mdogo wa khardal wa iman uko katika moyo wake, mtoeni huyo katika moto. akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, atasema mtoeni katika moto mtu ambaye katika moyo wake kuna wizani wa punje ndogo ya imani katika moyo wake, huyu atatolewa katika moto apelekwe katika pepo. Fadalla ala anna al-imana yanqusu hatta yakuna ala wazni habba min khardalin fil qalbi. Kwa hadithi inafahamisha kwamba imani inapungua mpaka inakuwa katika wizani mdogo wa punje ya khardal. Khardal ni kitu kimoja kidogo sana. Kwa imani inapungua mpaka inakuwa katika wizani huu wa punje ya khardal, katika moyo imebakia hiyo ndogo tu. Huyu pia atatolewa katika moto apeleke katika pepo, kwa sababu ana imani hata kama ni ndogo kiasi hicho, kuonesha kwamba imani inapungua mpaka kufikia hivyo. Wakadhalika qawluhu ta'ala, hum lilkufri yawmaidhin aqrabu minhum liliman, wao wako karibu na ukafiri siku hiyo kuliko walivyo karibu na imani. hum lilkufri yawmaidhin aqrabu minhum liliman, wao wako karibu na ukafiri siku hiyo kuliko kuwa karibu na iman wanafiki hao. Fadalla ala anna al-imana yanqusu hatta yakuna aqraba ila al-kufri. Kwa kauli hii ya Allah inafahamisha kwamba imani inapungua mpaka inakuwa karibu na ukafiri. كذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Tume anasema mwenye kuona munkar katika nyinyi, falyughayyirhu biyadi, na auondoshe kwa mkono wake munkari huo. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, atakayeona katika nyinyi munkar, maasiya, na uondoshe munkari huo kwa mikono yake. Wanasema maulama, hii ni kwa viongozi. Viongozi ndio wenye uwezo wa kuondosha munkar kwa mikono yao, sio raia. Raia hawezi kuondosha munkar kwa mikono yao. Fa in lam yastati, asipoweza kuondosha munkar kwa mikono yake, fabilisani, basi aondoshe munkar kwa ulimi wake, awakemee wale wanaofanya maasi na munkari ule. Fa in lam yastati, asipoweza hata kwa ulimi, fabiqalbihi, achukie munkari ule moyoni mwake, auchukie ule munkar moyoni mwake. Wadhalika adhafu liman, na huu ndio udhaifu mkubwa wa imani. Hiyo kuchukia moyoni ndio udhaifu mkubwa wa imani. Idhan hadha alhadith dalla ala anna al-imana yadhufu ay yanqusu. Hadithi hii ni dalili kwamba imani inapungua. Fal-imanu idhan yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, kwa imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasi. Tumefahamu kauluhu wa arkanuhu sita, nguzo zake imani ni sita. Ay daaimuhu allati yaqumu alaiha, nguzo zake ambapo imani inasimama juu ya nguzo hizo, ndio wa arkanuhu sita. Ay daaimahu allati yaqumu alaiha, nguzo zake ambazo imani inasimama juu yake ni sita. Wayafqudu bifaqdiha
au bifaqdi wahidin minha, inakosekana imani kwa kukosekana nguzo hizo au kwa kukosekana moja tu katika nguzo hizo. Sittatu arkan, imani inaondoka kwa kuondoka nguzo hizo sita zote, au kwa kukosa moja katika hizo sita, imani yote inaondoka. Wa hiya, nguzo hizo sita, al-awwal an tu'mina billah, ni kumwamini Allah. Qala farruknu al-awwal, nguzo ya kwanza kabisa ya iman huwa al-imanu billah, ni kumwamini Allah. Wa yashmalu anwa' at-tauhid thalatha, na hii kumwamini Allah inakusanya sampuli tatu za tauhid. Al-imanu bi anna Allah subhanahu wahidun ahadun fardun samadun la sharika lah fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Hizi ndio nguzo sampuli zatu za tauhidi zinaingia katika kumwamini Allah. Ukimwamini Allah lazima uamini hizi sampuli tatu za tauhidi: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni mmoja, yuko peke yake, samadun, ni mwenye kukusudiwa na waja wake, la sharika lahu fi rububiyyatihi, hana mshirika katika vitendo vyake, hana mshirika katika kuumba, katika kuisha, katika kufisha, katika kufanya mambo ya viumbe vyake, hana mshirika katika vitendo vyake. Wala fi uluhiyatihi, wala hana mshirika katika kuabudiwa. Hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye pekee, la sharika la. Pia fi asma'ihi wa sifatihi, hana mshirika katika majina yake na sifa zake. Kuamini sampuli tatu za tauhid inaingia katika kumwamini Allah. Idhan al-imanu billah wa yashmalu anwa' at-tauhid thalatha: al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun fardun samadun la sharika lahu fi rububiyyatihi, hana mshirika katika vitendo vyake Allah, kuumba, kuhuisha, kufisha, kila kitendo chake hana mshirika. Wala fi uluhiyatihi, hana mshirika katika kuabudiwa, yeye ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake, la sharika lah. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, wala hana mshirika katika majina yake na sifa zake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hiyo ndio nguzo ya kwanza ya imani. Pili, athani al-imanu bil malaika, kuamini malaika ni nguzo ya pili katika nguzo za imani sita. Al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Qala wal malaika jam'u malak, malaika hii ni jamii ya malak. Malak ni mmoja, malaika ni wengi. Wa asluhu malak, asli ya malak ni malak, thumma suhila wa qila malak, kisha ikafanywa wepesi ikasemwa malak, kwa sababu malak kuna suuba katika ulimi, uzito. Kwa hiyo ikapunguzwa ikafanywa tashil, ikawa ni malak mmoja, malakul maut mmoja. Malaika ni jami. Qala wal malaika khalqun min khalqi llah fi alamil ghaib, malaika ni viumbe katika viumbe vya Allah, viko katika dunia ya siri. Alamil ghaib ni vilimwengu vya siri za Allah. Khalaqahumullahu liibadatihi, Allah amewaumba kwa ajili wa muabudu yeye. Walitamfidhi awamirihi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi, na amewaumba hawa malaika ili kutekeleza amri zake subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Allah amewapa kazi mmoja baada ya mwingine malaika hawa. Kuna malaika wa kupeleka mvua, kuna malaika wa kupeleka upepo, kuna malaika wa kupeleka mtoto tumboni anaingia kupitia malaika Jibril. Kila malaika na kazi yake amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum asnafun kullu sinfin lahu amalun muwakkalun bihi, malaika ni sampuli nyingi, kila sampuli ina amal aliyowakilishiwa, wa yaqumu bihi, na anayoitekeleza amali hiyo ya Allah azza wa jalla. La ya'suna Allah ma amarahum, malaika hawa hawamuasi Allah katika aliyowaamrisha. Wa yaf'aluna ma yu'marun,
na wanafanya wanayoamrishwa. Malaika hawa ni ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فمنهم من هو موكل بالوحي. kuna katika malaika anayewakilishwa kwa wahi, kuwapelekea wahi mitume wa Allah, wa huwa Jibril alayhi salam. Jibril yeye kazi yake ni kupeleka wahi kwa mitume. Wa huwa ashraful malaika, Jibril ndiyo mtukufu zaidi kuliko malaika wengine. Wa huwa ar-ruhul amin shadidul quwa, yeye ndiyo ruh muaminifu mwenye nguvu sana. Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Wa minhum man huwa muwakkalun bihamlil arsh. kuna katika malaika waliowakilishwa kubeba arshi ya Allah. kuna katika malaika ambao ni muwakkalun bihamlil arshi, wamebeba arshi ya Allah. alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, wale wanaobeba arshi na walio karibu yake. Qala ta'ala wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, malaika walio karibu yake na wanabeba arshi ya Mola wako juu yao wanane siku hiyo. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, wanabeba arshi ya Mola wako iliyo juu yao siku hiyo malaika wanane. Qala al-arshu huwa a'dhamul makhluqat, arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko vyote. Al-arshu huwa a'dhamul makhluqat, arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko ardhi, kuliko mbingu. Wala ya'lamu 'idhamahu illa Allah azza wa jalla, hajui ukubwa wake arshi isipokuwa Allah azza wa jalla. Yahmiluhu almalaika, arshi hiyo wataibeba malaika pamoja na ukubwa wake huo, lakini malaika ndio watakaobeba kuonesha ukubwa nao wa malaika. Malaika hao ukubwa wao uko vipi? Ikiwa arshi ndio kubwa kuliko viumbe vyote, malaika nao ni wakubwa zaidi. ndio sema Sheikh, wa hadha dalilun ala 'idhamil malaika wa 'idhami quwahum wa khalqihim, hii ni dalili ya ukubwa wa malaika na ukubwa wa nguvu zao na maumbile yao. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Sifa njema zinamstahiki Allah mwenye kuumba mbingu na ardhi, mwenye kuwajalia malaika ni rusulan, wajumbe, uli ajniha, wenye mbawa. Malaika wenye mbawa, 2 2, 3 3, 4 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, anazidisha Allah katika kiumbe chake anavyotaka. Faminhum man lahu 600 janah, kuna katika malaika ambaye ana mbawa 600. Ka Jibril alayhi salatu wassalam, kama Jibril alayhi salatu ana mbawa 600. Fala ya'dhamu 'idhama khilqatihim illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua ukubwa wa maumbile yao malaika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala bal ibadun mukramun, bali hawa ni waja wenye kukirimiwa. La yasbiqunahu bilqawl wa hum bi amrihim ya'malun, hawamtangulii Allah kwa maneno na wao wanatekeleza amri zake. La yasbiqunahu bilqawl wa hum bi amrihim ya'malun, hawamtangulii Allah kwa maneno, wanasikiliza amri za Allah, wao wanatekeleza amri zake. Lakini sisi wanadamu, sisi tumtangulia Allah, si ndio? Na Allah amelikataza jambo hili, lakini hivyo hivyo watu wamtangulia Allah, wamtangulia mtume. ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha samiun alim. Lakini
watu wahodari. Kuna watu mahodari sana, watu mahodari sana, wanamtangulia Allah, sheria yake wanazidisha, kuna mambo ya ibada hii ndio kumtangulia Allah. Sasa ikiwa malaika hawa hawamtangulii Allah, hawa wazushi wanamtangulia Allah. la yasbiqunahu bilqawl wa hum biamrihi ya'malun. Wa minhum, katika malaika, almuwakkalu bilqatri wannabat wa huwa Mikail. Kuna malaika ambaye amewakilishwa kwa mvua, wannabat, na mimea, mazao. Huyu ni Mikail. Huyu ni malaika anaitwa Mikail, ndio huwa anapeleka mvua mahali fulani, anapeleka mazao yatamea shamba fulani, ni Mikail. Wa minhum man huwa muwakkalun binnafkhi fi sur. Kuna katika malaika aliyewakilishwa kupuzia parapanda, wa huwa Israfil. Huyu ni Israfil, ndiye atakayepuzia parapanda la kufa na kufufuliwa. Yamfuku fi sur fayahliku kullu shay'in, atapuzia parapanda hilo, kitaangamia kila kitu ambacho hakijafa, kitakufa. Hilo parapanda la mwanzo. Qala ta'ala, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Parapanda ni mbili. Kuna parapanda la kuua kila kitu ambacho hakijafa, hilo la mwanzo. Parapanda la pili la kufufuka kila kitu kilichokufa, ndio wanufikha fi sur, litapulizwa parapanda, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah, kitaanguka na kufa kila kilicho katika mbingu na ardhi isipokuwa alivyotaka Allah. Thumma nufikha fihi marratan ukhra, kisha litapulizwa parapanda mara ya pili. Fatatiru alarwahu fi ajsadiha, roho zitakwenda kwenye miili yao. Kila roho itakwenda katika mwili wa yule aliyokuwa na roho yake duniani. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, kisha litapulizwa tena mara ya pili, mara utawaona wamesimama wanaangalia hao waliokuwa wamekufa. Tatiru arwahu min alqarn, roho zitaruka kutokana na hili parapanda. Wa huwa suru, na qarni ndiyo hiyo sur, parapanda. Ila ajsadiha, roho zitakwenda kwenye miili yao. Watadkhulu fiha, roho hizo zitaingia katika miili hiyo. Fayahyauna biidhnillah, watakuwa hai kwa idhni ya Allah. Viumbe vyote vitakuwa hai kwa idhni ya Allah. Thumma yasiruna ila almahshar, kisha watakwenda katika mahshar, mahali pa mkusanyiko wa watu wote. Mahshar panaitwa mahshar, mahali pa mkusanyiko wa viumbe vyote, vitakusanyika hapo. Na mahshar itakuwa Sham, kama ilivyokuja katika hadithi, hauna tuhsharun, hauna tuhsharun, hauna tuhsharun, Sham. Sasa baadhi ya maulama, hii Sham ni hapa duniani ndio watu watakusanywa, lakini hii ni kabla yaumil qiyama. Baadhi ya maulama wanasema hiyo, hii mahshari hiyo ya Sham ni kabla yaumil qiyama, na kutakuja moto kutoka Adan. Utatoka moto kutoka Adan uwapeleke watu huko mahshar. Kila mtu alipozikwa ataondolewa kupelekwa hapo mahshar, na moto ndio utakaowapeleka watu. Unaelewa? Hakuna ndege wala hakuna meli, moto ndio utakao kwenda, hakuna kurudi nyuma, moto uko nyuma. Wala si moto wa jahannam, wasema sio moto wa jahannam, ni moto huu utatokea Adan kule Yaman. Kwa wanasema maulama hii ni kabla ya yaumil qiyama, wallahu aalam. Wengine wanasema ndio hiyo hiyo mahshar ya siku ya kiyama. Kauli mbili za maulama, al-Imam Ibn Kathir wal-Qurtubi wa Ibn Hajar al-Asqalani wasema hii ni kabla yaumil qiyama, kutakuwa na mahshar hapa duniani, ambayo ndio hiyo huko Sham. Wallahu aalam. Wa minhum man huwa muwakkalun biqabdhi al-arwahi inda nihayati ajaliha. Kuna katika malaika
ambao wamewakilishwa kuchukua roho za watu ukimalizika umri wao. Wa huwa malakul maut, huu ni malakul maut. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un, waambie atakufisheni malaika wa mauti ambaye amewakilishwa kwenu kuchukua roho zenu, kisha mtarejeshwa kwa Mola wenu. Kwa malaika anayechukua mauti anaitwa anayechukua roho anaitwa malakul maut. Hakuna cha Israeli. Kuna watu wanasema Israeli. Israeli ni nabii Yaqub. Umeelewa? Hakuna malaika anaitwa Israeli. Israeli ni jina la nabii Yaqub, sio Israeli ndio malakul maut. Hapana, malakul maut ameitwa hivi hivi katika Qur'ani, jina lake ni hili hili. Hakuna Israeli. Israeli ni nabii Yaqub, na lile dola lile dola la Kiyahudi, haliichi dola la Israeli. Wanafanya udanganyifu wale kuita Israeli, ile wanafanya udanganyifu kubabaisha watu. Umeelewa? Ile ni nchi ya Kiyahudi, sio nchi ya Israeli. Israeli nabii Yaqub. Umeelewa? Kwa wale wanababaisha watu wa wazungu kuita ile ni nchi ya Israeli, ni ubabaishaji. Ile ni nchi ya Kiyahudi. Wale wanaoua Palestina ni Mayahudi, sio Israeli. Msema Israeli wanaua Palestina, una maana nabii Yaqub awaua Palestina? Manielewa? Kwa wale ni Mayahudi, ndio maadui wa Uislamu na maadui wa Waislamu. Maadui wa Uislamu na Waislamu ni Mayahudi. Kwa ile ni nchi ya Kiyahudi, na wanaoua Palestina ni Mayahudi, sio Waisraeli. Idhan malakul maut ndio jina la malaika anayechukua roho. Wama hu awanu min almalaki, ana wasaidizi. Huyu malakul maut ana wasaidizi katika malaika. Liqaulihi ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, huwafisha wajumbe wetu, wa hum la yufarritun, na hawafanyi uzembe. Kwa hiyo kuonesha kwamba malakul maut ana wasaidizi wake, hayuko peke yake. Qala Sheikh yani awana malakil maut, rusuluna yani awana malakil maut, yani anakusudia wasaidizi wa huyu malaika wa maut. Wa minhum man huwa muakkalun bil ajinna min al arham, kuna katika malaika anayewakilishwa kwa watoto walio katika mifuko ya uzazi ya kina mama. Man huwa muakkalun bil ajinna fil arham, kuna malaika aliyewakilishwa kwa watoto walio katika mifuko ya uzazi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake siku 40 kuwa ni tone la manii. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha anakuwa ni kipande cha damu mfano wa hivyo. Siku 40 nyingine inakuwa ni kipande cha damu. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha anakuwa ni kipande cha nyama siku 40 nyingine. 120 hizo siku 120. Thumma yursalu ilayhi almalak, kisha anapelekewa malaika ndani ya tumbo la yule mtoto. Anapelekewa malaika, anaamrishwa aandike mambo manne: rizqihi, ajali yake, umri wake, na nini tena, wa shaqiyun au sa'id, kwamba atakuwa mwema au muovu. Huu ni malakul ajinna. Tumeelewa? Wa minhum almuwakkaluna bihifdhi amali bani adam, kuna katika malaika waliowakilishwa kuhifadhi amali za wanadamu, waliowakilishwa kuhifadhi amali za wanadamu. Qala ta'ala wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, waandishi hakika ni juu yenu, wako juu yenu wenye kuhifadhi amali zenu. Kiraman katibin, watukufu waandishi, wanaandika kila jambo, kila analofanya mtu na kila analosema. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid,
yulazimunakum bil-layli wan-nahar, wanalazimiana na nyinyi usiku na mchana malaika hao. Unalosema linaandikwa, unalofanya linaandikwa, liwe zuri liwe baya. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, wanapishana kwenu malaika wa usiku na malaika wa mchana, wanapishana. Wakiondoka wa mchana wanaingia wa usiku. Wayajtamiuna fi salati al-fajr wa fi salati al-asr, hao wote wanakusanyika katika salatu al-fajr na salatu al-asr. Malaika wa usiku na malaika mchana wanakutana wote katika salatu al-fajr na salatu al-asr. Wayashhaduna lilmusallin inda Allah subhanahu wa ta'ala, wanawashuhudilia wenye kuswali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fulani alikuwepo msikitini, fulani alikuwepo sala al-fajr, fulani sala al-asr. ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر, kwani Qur'ani al-fajiri inashuhudiliwa. Baadhi ya mfasiri na salatu al-fajr, kwani salatu al-fajri inashuhudiliwa. Ay yahdhuruhu al-malaika, malaikatu al-layl wa malaikatu an-nahar, wanaihudhuria sala hii malaika wa usiku na malaika wa mchana. Wa Qur'an al-fajri, na sala al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kwani sala al-fajri inashuhudiliwa na malaika wa usiku na pia inashuhudiliwa na malaika wa mchana. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.